maana ilionekana kama wewe ndio umeomba picha, lakini pia watu walikuwa wanaona kama hakuna userious kuelekea kwenye uchaguzi huu, labda ni kiini macho tu kwamba wewe unasindikiza hizi safari za uchaguzi huu. Ni tafsiri iliyopelekwa. Nadhani aliyetengeneza kichwa cha habari cha ile picha, yeye ndo aliamua kutengeneza tukio liwe la tofauti kidogo. Maana alisema nimeomba picha. Kitu ambacho kwenye jamii hakikupokelewa vyema. Lakini baada ya kupita, sasa mimi napita sana nyumba kwa nyumba. Baada ya kupita watu wanafurahia kwa sababu wanasikiliza sera, wanasema kumbe ilikuwa tu ni michezo ya kisiasa na hao wamezoea kufanya hivyo. Kwa hiyo sisi kama kijana wetu sisi tunakusikiliza na tunakuamini. Mchakato wa Chama cha Demokrasia Makini kwa maana ya Chauma, Chama cha Ukombozi wa Umma, yes. Mchakato wa Chama cha Ukombozi wa Umma kukuteua kuwa mbunge wa jimbo la Arusha, ulifuata michakato ipi ambayo ilikufanya wewe ulionekana wewe kwa sasa ndiye unastahili zaidi kuwa mgombea katika jimbo hili la Arusha? Michakato huwa inaanza kwenye majimbo, kwa maana wale wajumbe wa jimbo husika au wilaya husika wanapendekeza, then inaenda kwenye mchakato wa mkoa na wenyewe wanapendekeza, pia inaenda juu kwa maana halmashauri kuu na kamati kuu wanaamua sasa kwenye mapendekezo haya huku chini yote, na mapendekezo yote hayo huku chini huwa yanapigiwa kura. Kwa zile kura kwamba mmegombea watatu, mmegombea wanne, mwenye wingi wa kura ina maana ndo wanakubalika. Kwa hiyo wanapendekeza kwa kutumia mfumo wa kupiga kura. Kwa hiyo juu wanachokifanya wanaangalia taratibu nyingine na sifa nyingine, basi wanakupa wewe kama mgombea. Kwa mimi nilipitia michakato hiyo. Wakati unapitia huo mchakato huo, vyama vipi ambavyo mlikuwa mnavitathmini kama hivi ndio vyama ambavyo vitawasumbua kwenye huo mchakato wa kuomba kura kwenye kampeni na vitu hivi? Kwa vyama ambavyo vimeshiriki uchaguzi, kusumbuliwa kwa maana ya kwamba kutakuwa kuna kaushindani, yani kwamba tukitazama hivi mshindani wetu mkubwa labda ni CUF, ACT Wazalendo ama Chama cha Mapinduzi, mlikuwa mnamuona nani hasa kwamba kwenye kwenda majukwani kuna disera? Mwanzoni tulikuwa tunaona washindani wote kuwa ni washindani, kwa tulimchukulia mtu kwa uzito sawa. Lakini kadiri tunavyoenda sasa hizi ni kama hamna mshindani. Ila wengine nadhani kuna kitu wanakitegemea kutoka aidha kwa wenye mamlaka au kutoka sehemu ambapo wanapaamini. Ndio maana ukiangalia hata kampeni zinavyoenda, nimebaki peke yangu tu huko mtaani, naipita kuomba kura, naipita na mobile campaign, napita na gari naomba kura. Nimebaki peke yangu, huoni wengine wamesafiri, wanaamini labda kuna kura zimewekwa mahali watakuja kuzitumia. Lakini wahakikishie hilo wala litakuwa sawa. Unasema ni kama umeachwa peke yako. Ina maana